inshallah tutamwambia ustadhi aendelee kutoka hapa inshallah. Ustadh, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi lam yazal aliyya wa lam yazal fi 'ulahu saniyya. Idha 'amaltahu wajadtahu maliyya wa idha 'ahadtahu wajadtahu wafiyya. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رحمته يصبح الكافر وليا. الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصى ولو كان شريفا قريشيا. ومستاك ذلك قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, na nyote ambao kwamba mko kando ya redio zenu, nitarajie kwanza mko katika siha na afya njema. Mwenyezi Mungu amewaneemesha kwa kuweza kupata neema ya kusikia kinachozungumzwa. Hiyo ni neema kubwa ambayo kiziwi huitamani. Na pia hapo ulipo una neema ya kuona ambayo kipofu huitamani neema kama hiyo. Basi kwa kila neema ambayo kwamba uko nayo, msikilizaji unanisikiliza, mshukuru nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hiyo. Kwa kusuhubiana na mwenzangu na kunialika na kushirikiana naye katika kipindi ambacho kwamba mazoea ni chake, na yeye ndiye ambaye kwamba hukiendesha kipindi kama hiki, lakini kwa dhana yake mzuri na kwa maelezo ambayo kwamba ameyatanguliza, kikubwa ni yale maneno ambayo kwamba Qur'ani yasema la nasbira ala ta'amin wahid. Labda ametaka angalau kubadilisha ile ladha ya mazungumzo ambayo kwamba ilikuwa yaendelea kwa kila siku, lakini tunaweza kusema ya kwamba yeye alikuwa yakipeleka kipindi na amefaidisha waliosikiliza vizuri, na sisi angalau ni kupata kutabaruku kwa kichache ambacho kwamba tumeweza kukiandaa kwa ajili ya siku ya leo, na kuweza kuzungumzishana wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kusikiliza kile ambacho kwamba tutaweza kukizungumza siku ya leo. Ndugu wapendwa, yupo bwana mmoja aliyewahi kuzungumza katika maneno yake kwa kujisifu ya kwamba nimewajilieni na mambo mimi, mambo hayo niliyowajilieni nayo hakuna aliyetangulia akayaleta. Akasema kwa lugha kwamba ataitukum bima lam yati bihi alawailu, nimewajilia na mambo ambayo kwamba waliotangulia hawakuyafanya. Basi wenye kusikiliza wakamwambia, ukiwa utatuletea mambo mapya na wengine hawajawahi kuyaleta, hakikisha pia utatumia herufi zako zisiwe ni herufi ambazo zishatumika. Ikabidi achanganyikiwe na akili kwamba hakuna utakachokizungumza herufi zitatumika. Ikiwa utatumia Kizungu ni A mpaka Z, na ukiwa utatumia Kiarabu ni alifu mpaka ye, ni zile zile. Waweza kusema ni kwamba ni sura mpya kuonekana katika idhaa hizi, lakini pia tunaweza kusema mengi tunaweza kuzungumza na yakawa ustadhi ametangulia kuyazungumza na kuwafikishia katika masikizi yenu. Cha muhimu ni kutekeleza amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha, kwa sababu ukumbusho una manufaa kwa wenye imani kukumbushwa. Na tutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema balighu anni walau aya, fikizisheni kwa ajili yangu hata kama ni aya moja. Kwa hiyo tunafanya haya kwa niaba na kufanya kazi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kuwafikishia ujumbe mwema wale ambao kwamba watakwenda kusikiliza ujumbe kama huu. Tulipoelewana na tukazungumza na ustadhi ya kwamba tutakuja kuzungumza katika idhaa hii, nikaandaa kilima changu, nikasema kwanza kilima hichi kinifaidishe mimi ninazungumza kabla naisikiliza. Kuna mambo ambayo kwamba sisi tuishi nayo katika maisha yetu, na mtu tukaombeana dua. Amefanya jambo mtu, ima amepata kazi au amepata nyumba mpya au amepata chochote kizuri katika maisha yake ambacho kwamba hakuwa nacho kabla ya pale, watu huambiana Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akubariki. Ikiwa ni mke umeoa, Mungu akubariki. Ikiwa ni kazi umepata, Mungu akubariki.
Ikiwa ni mtoto umepata, Mungu akubariki. Utaona tuombeana hizi dua ya kwamba Mungu atubariki katika chochote kizuri ambacho tumekipata katika maisha yetu. Sasa basi, ndugu wapendwa wa imani, sitaki niwarefushie mazungumzo sana, kwa sababu katika mazungumzo tuambiwa khairul kalami ma qalla wa dal. Siku zote mazungumzo mazuri ni yale ambayo kwamba ni mafupi, madogo, lakini yakaleta faida kubwa katika jamii. Ni mambo gani ambayo kwamba mtu akiwa nayo katika maisha yake Mwenyezi Mungu humfungulia baraka za maisha? Kila mmoja yotaka baraka, kila mmoja ataka kubarikiwa. Aliyepata kazi leo, angalau baada ya muda kazi ile ifunguke, imlete faida katika maisha yake. Aliyepata watoto, yotaka watoto wale waje wawe wema mbele za maisha yake, waje wawe ni furaha ya maisha yake. Aliyeoa pia yotaka mke wake aje awe ni mke bora katika maisha. Aliyeolewa yotaka mume wake awe ni mume bora katika maisha. Yaani utakuta kila aliyefanya jambo yotaka jambo lile limletee faida katika maisha yake. Sasa hizi baraka ambazo kwamba leo sisi tuambiana kwamba Mungu akubarikie, Mungu akuruzuku, akuongezee, nini maana ya baraka na ni yapi ambayo kwamba tukiyafanya katika maisha yetu basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atatutilia zile baraka katika maisha yetu? Nini maana ya baraka? Baraka wasema wenyewe hiya an-namau wa ziyadatu wa saada. Ina maana tatu. Kwanza ni kitu kukua. Ikiwa ni mti umeupanda ukakua ukoje kwa matunda, tutasema zile ni baraka, Mungu amekubarikia. Aziada pia kule kuzidishiwa jambo. Umefanya kazi ulikuwa pokea 20,000, mara baada ya muda ukaenda 30,000, mara baada ya muda ukaona umewekewa allowance kadha, zile pia zaambiwa ni baraka. Wasaada, saada nini? Ni furaha ya maisha. Ulikuwa una stress, ulikuwa una mzongo wa mawazo, yakikuondokea na furaha ikakufinika katika maisha yako, tuambiwa hiyo pia ni baraka imekupata katika maisha yako. Na mfano kama huo, wanazuoni wa Kiislamu Ibn Manzur asema ya kwamba maana albaraka alkathratu fi kulli dhi khair. Maana ya baraka ni kingi katika kila jambo zuri. Kila jambo zuri lijualo linapokuwa jingi lile jambo. Ni chakula ni kingi, ni baraka. Ni mazao ni mengi, ni baraka. Maji ni mengi, ni baraka. Na utaona kinyume chake ni maangamivu. Sababu kinapokuwa kitu ni kidogo na chahitajika kingi, itakuwa ni maangamivu. Tutataka chakula ukaingia ukame, ni maangamivu. Tutataka maji ukaingia hili, ni maangamivu. Lakini kila kizuri kinapokuwa kingi, wanazuoni wasema hizo ni baraka. Na ndio utaona Ibn Kathir alipofasiri akasema tabarak, Mwenyezi Mungu ametukuka na ndiye mwenye baraka, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baraka zote ziko kwake. Sasa yale mambo ambayo kwamba ni sababu ya sisi kuweza kubarikiwa katika maisha yetu. Tukisema riziki, tubarikiwe, riziki si kula, kwamba mtu yala vizuri, ile sio riziki. Hata kupendwa pia ni riziki. Hata mtu kule kuishi vizuri ni riziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika maneno yake ya kwamba Mwenyezi Mungu ameniruzuku mimi kumpenda Khadija. Maana kule kupenda mwenzako au kupendwa pia nazo ni riziki, Mwenyezi Mungu aweze kukuruzuku. Hata ukawa hospitali, ukawa ugonjwa na ukatembelewa na watu kuja kukuuguza, zile pia ni riziki Mwenyezi Mungu. Kuna wangapi ambao kwamba huenda hospitali na wasipate wa kuwatembelea, wale wasipate wenye kuja kuwaangalia. Kwa hiyo chochote kizuri katika maisha yako ni riziki, na ndicho ambacho kwamba tukizungumzia sisi kile kitu kuwa kingi, kubariki kile kitu kwamba kitakuzidia na kikuletee manufaa katika maisha yako. Jambo la kwanza katika mambo ambayo kwamba yaleta baraka katika riziki zetu na katika maisha yetu ni ucha Mungu, taqwa Allah azza wa jalla. Kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika mambo ambayo kwamba yazidisha, yaleta baraka katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an alituambia ya kwamba waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yoyote mwenye kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu humpa matokeo. Yaani mahali pana shida, Mwenyezi Mungu akuletea solution pale kwa pale. Mahali pana tatizo, Mwenyezi Mungu akuletea utatuzi pale kwa pale. Umeingia katika dhiki, Mwenyezi Mungu akuletea faraja. Unapokuwa mcha Mungu, baraka zitakazokupata kwanza ni kupata matokeo ya kila tatizo ambalo kwamba utaingia katika maisha. Kisha wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Mola atakupa riziki kwa njia ambazo kwamba huzitambui. Yaani ukaamka mwanadamu ni maskini, lakini ghafla jua likazama ukajiona una kipato. Au ukalala usiku ukiwa ni maskini, lakini ukiamka asubuhi ukaona kipato kimekukundukia.
Hii ni faida ya ucha Mungu, na faida ya ucha Mungu ni hizo baraka ambazo kwamba tuzizungumzia. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ya kwamba innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allah, wewe hutoweza kuata kitu, jambo lolote unaloliata, lakini kuata kule jambo lile ikawa waliata kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumcha yeye, illa a'taka Allahu khayran min, isipokuwa Mwenyezi Mungu atakupa kizuri kuliko hicho. Yani ukawa wewe jambo umeliata na jambo lile hukuliata kwa kuwa huna uwezo nalo. Kama mtu ameata jambo ni ile tu hana uwezo ndio akaliacha, lakini lao atapata uwezo akalifanya. Mtume katika hadithi alipiga mfano akasema ar-rijalu arba'a, kuna watu wote ni sampuli 4. Akasema mtu sampuli ya kwanza ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu na akampa na mali. Alipopewa ilmu na akapewa na mali, akawa huitoa mali yake kwa kutumia ilmu yake. Mungu amempa ilmu, amempa mali, akawezepeana sadaqa, yuzipeana zaka, yusaidia mayatima, saidia fanya kila khairi kwa kutumia ilmu Mwenyezi Mungu alompa, akaitoa ile mali yake. Huyu ni mtu sampuli ya kwanza. Mtume akasema mtu sampuli ya pili ni yule ambaye kwamba atakaa kwa kando aseme, lau Mwenyezi Mungu na mimi atanipa kama alivyompa yule, na mimi nitafanya kama anavyofanya. Huyu wa kwanza yuwafanya kwa ilmu yake akatoa mali zake. Huyu wa pili asema, lau Mungu atanipa ilmu na akanipa na mali, basi nitafanya kama sura afanyavyo yule. Mtume asema huma fil ajri sawa, watu wawili hawa katika malipo wako sawa sawa. Yule alikuwa na nia njema, pamoja na kwamba hakupata cha kufanya, huyu amefanya kwa kuwa Mwenyezi Mungu amempa. Watu sampuli mbili. Kisha sampuli ya tatu asema kuna mtu Mwenyezi Mungu amempa mali, hakumpa ilmu, akawa aitumia mali yake katika njia za kishetani. Kisikia mahali kuna biashara chafu lazima atatia mkono. Kisikia mahali kuna biashara mbovu lazima atasaidia. Mtu huyu ni mtu sampuli ya tatu. Mtu sampuli ya nne, Mtume akasema ni mtu ambaye kwamba amekaa kwa kando, amuona huyu atumia mali yake katika njia za mbaya, akasema lau Mwenyezi Mungu na mimi lau atanipa, nitafanya kama afanyavyo yule. Mtume asema huma fil wizri sawa, watu hawa wawili kwenye madhambi wako sawa sawa. Yule amefanya madhambi kupitia mali yake, huyu ametia nia mbaya kwamba Mwenyezi Mungu lau mimi atanipa, nitafanya sura afanyavyo yule. Sasa umefanya jambo ama umeacha jambo kwa ajili ya Mola, umemuogopa kwamba hili jambo naliacha ni Mwenyezi Mungu hataki, amenikataza. Lau utaata kwa ajili yake, sio kwamba waacha kuna uwezo, sio kwamba waacha una haya kwamba utaonekana na watu, sio kwamba waacha kwamba pana watu hapa wakiniona watanielewa namna gani. Umeacha kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume asema Mwenyezi Mungu atakupa kibora na kizuri kuliko hicho. Lakini nini mwavuli wake? Mwavuli ni wa ucha Mungu. Maana umeacha kwa ajili ya kumogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiyafanya hayo katika maisha yako, ndugu yangu Muislamu, wewe wabarikiwa kwa sababu umejiweka katika mwavuli wa ucha Mungu. Angalia Mola alisema nini? Walau anna ahlal qura, lau wangelikuwa watu wa kitongoji, mtaa, amanu, wangelikuwa na imani, kisha wattaqau, wakawa wacha Mungu, la fatahna alayhim barakati minas sama, tungeliwafungulia wao baraka zingekuja nyingi. Baraka gani? Za kutoka mbinguni, wal ardhi, na kutoka ardhini. Baraka zote zingeliwashukia, lakini kukusanya sifa mbili. Wangelikuwa na sifa ya imani ya kumwamini Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wangelikuwa na sifa ya ucha Mungu katika maisha yao. Mwenyezi Mungu angeliwafungulia baraka za mbinguni na baraka za ardhini. Hizo baraka ambazo kama tuziendea sisi mbio katika maisha yetu na tuombeana kila wakati kwamba Mungu atubarikie, basi sababu ya kwanza ya mtu kuzipata baraka za maisha ni kuwa na ucha Mungu katika maisha yake. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo kwamba linaleta baraka katika maisha, ndugu zangu, at-taqarrubu ila Allah bit-ta'at, kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa taa. Yani yale Mwenyezi Mungu alokukataza ukajiepusha nayo, na yale Mwenyezi Mungu alokuamrisha ukayatekeleza. Ukiishi hivyo, wewe umejifungulia baraka kwenye maisha yako. Katika hadithi Mtume asema, hadithul qudsi, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba ya ibn Adam, mwanadamu, tafarragh, jipe muda, tenga muda liibadati, kwa ajili ya kuniabudu mimi. Tenga muda wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukilifanya hilo, Mwenyezi Mungu asema amla usadraka ghina, mimi kifua chako nitakijaza ukwasi, nitakijaza utajiri, wa asuddu faqra, kisha nitauziba ule ufukara, hautokukurubia. Wa illa, lakini usipotenga muda kwa ajili ya kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, mala'tu yadayka shughla, nitafanya mikono yako iko busy sana. Unakwenda mbio asubuhi mpaka jioni, ukija nyumbani hamna kitu.
unakwenda mbio maisha yako mazima, huchoki mpaka Jumapili wewe enda kazini, lakini wakuta unachokipata hakikuletei faida yoyote. Walam asudda faqrak, utakuwa uko busy, kisha ufukara wako utakuwa pale pale. Kutamwona mtu maskini ameamka asubuhi hana fanyalo zaidi ya kwamba ameamka akatenga wakati wake kuabudu Mwenyezi Mungu, akatenga nyakati zake kumfanyia ibada Mwenyezi Mungu, ukamwona aishi maisha mazuri na hana kazi ya maana, na ukamwona mtu ana kazi kubwa lakini maisha yake ni madeni kutoka mwanzo mpaka mwisho. Nini tofauti? Ni kwamba yule ana wakati wa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenye maisha yake, wewe huna wakati wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tofauti kaja hapo. Kwa jambo la pili, ndugu zangu, kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtii. Manake ni kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Qur'ani yatuambia, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale atakaowaleteeni mtume yachukueni, na yale ambayo kwamba atawakataza nayo mtume jiepusheni nayo. Ukiishi katika misingi kama hiyo, basi wewe wajifungulia baraka katika maisha yako. Nimalizie na mambo mawili peke yake kwa sababu ya wakati, ndugu zangu. Pamoja na kwamba mambo ya kufungua baraka ni mengi, lakini jambo lingine ambalo kwamba nataka nimalizie nalo na la pili ni swala. Watu kuswali. Leo vijana wetu wa Kiislamu hawaswali, si madarisi zetu wala si nyumbani. Tumesema muru auladakum bisalati hum abna'u sab'i, waamrisheni wana wenu kuswali wakiwa ni vijana wa miaka 7, wadribuhum alayha, kisha muwatie adabu, hasa muwapige kwa kuwa hawaswali. Wa hum abna'u 10, ukifika miaka 10 mtoto achapwe, mtoto atiwe adabu mpaka ile swala aizoe ingie kwenye maisha yake. Na nyinyi chunguzeni, ndugu zangu mnaosikiliza audio hili, angalieni watu waliozichunga hizi swala. Jamii ambayo kwamba imechunga ibada, utakuta waishi maisha mengine, maisha mazuri, watoto wao wasoma shule nzuri, waishi vizuri, waishi nyumba za gharama, wala hawaombi. Kwa sababu gani? Wana nyakati za kwenda kumsujudia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrisha jamaa zako kuswali na mvumilie katika jambo la kuswali. La nas'aluka rizqa, hatukuombe riziki sisi. Mwenyezi Mungu asema, nahnu narzuquka wala aqibatu littaqwa, sisi ndio ambao tutakupa riziki wewe na mwisho mwema siku zote ni kwa wale wenye kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Swala tukifundishwa tuambiwa as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Faman aqama faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha swala amesimamisha dini. Waman hadamaha faqad hadama ad-din, mwenye kuivunja swala huyu ameivunja dini. Kwa hiyo tuisimamisheni swala yetu kwa sababu ndio dini na ndiyo milango ya kutuletea baraka kwenye maisha yetu. Nimalizie na jambo la mwisho, ndugu zangu, pamoja na kwamba sio la mwisho, ni kwa ajili ya wakati. Mambo yanayovuta baraka na kuweka baraka kwenye maisha yetu ni kuwatumikia na kuwaangalia wazazi wawili. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan, Mwenyezi Mungu ashahukumu asiabudiwe mwingine yoyote isipokuwa yeye, na wazazi wawili watendewe wema. Imma yablughanna indaka al-kibara, wakifikia utu uzima wazazi, ahaduhuma au kilahuma, awe ni mmoja ni baba peke yake au mama peke yake, au wote wawili umekuwa nao mpaka ukafikia utu uzima na wakafika utu uzima na uko nao, fala taqul lahum uff, usiwaambie hata ile neno la mzazi wako. Wala tanharhuma, usiwakemee wazazi wako. Wa qul lahum qawlan karima, zungumza na wazazi wako mazungumzo mazuri. Kisha useme nini? Uombe dua, ighfir lahum warhamhuma kama rabbayani saghira, samehe wazazi wangu, wasikitikie kama namna walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Wazazi, ndugu zangu, ni baraka kwenye maisha yetu. Wazazi, ndugu zangu, ni neema kubwa kwenye maisha yetu. Mtafute yatima ndio atakueleza thamani ya mzazi. Wewe ambaye kwamba uko nao, huyo ni thamani, lakini mtafute yatima atakwambia natamani mzazi wangu angelikuweko. Kuna watu leo wanakuheshimu kwa sababu tu babako yuko hai, mamako yuko hai. Lau angelikuwa hawako, wasingekupa, wasingekuheshimu, wasingekutukuza, wasingekuenzi. Lakini wazazi wako kwa wakiwaangalia wazazi wanakupa heshima wewe, wakiwaangalia wazazi wanakunyoshia mkono wewe, wakiwaangalia wazazi wanakuenzi wewe. Wazazi, ndugu zangu, ni miongoni mwa sababu kubwa za sisi kufungukiwa na maisha yetu. Tuwatumikie, tuwaangalie. Na Qur'ani imesema ihsani, haikusema taa. Kuna tofauti kati ya kumtendea wema mzazi na kuna tofauti kati ya kumtii mzazi. Daraja kuu inayotakikaniwa na Uislamu ni kumfanyia wema mzazi. Na ili uelewe wema na uelewe na taa kumtii mzazi, hii tofauti ndogo ichukue. Umefika nyumbani kwenu wewe, ukaona nyumba ni mbovu, ukamwona mama hana nguo, ukaenda ukamchukulia nguo nzuri akazivaa. Ni nyumba, ukamjengea nyumba nzuri,
kabla hajaitisha, huo ni wema umemfanyia, na ndio Uislamu watakana umtende wema mzazi wako. Lakini sio mpaka mamako aseme babangu chakula kimekwisha, mama huku nyumba ya huja, mama huku kuna shida fulani, ndio ukaenda ukapeleka magari ya maroli ya kokoto, ukapeleka vyuma, ukawajengia na gorofa. Hiyo itakuwa ni umemtii mzazi, maana amekuamrisha ukafanya, lakini hujamfanyia wema. Wema ni umfanyie kabla hajataka, na ndio maana mzazi aliishi na wewe kabla hujataka, alikupa. Wenye kusema wasema mzazi wako hakukupa ulichokitaka, lakini alikupa kila alichokuwa nacho. Mzazi wako hakukupa kile ulichokitaka kwenye maisha yako. Ulitaka hichi, mzazi hana uwezo, ukataka kile, mzazi hana uwezo, lakini alikupa kila alichokuwa nacho. Hakubakisha, hakujiwekea akiba. Wewe na wewe pia lipa huo wema, ingawa huwezi mlipa mzazi, lakini mtendee wema mzazi wako, kwa sababu kuwatendea wema wazazi ndio kufungukiwa na baraka za maisha. Ndugu zangu, ya kuzungumza ni mengi, lakini wakati ni mchache, na kama tulivyozungumza mwanzo ya kwamba maneno mazuri ni yale ambayo kwamba ni machache yenye manufaa. Haya ambayo kwamba tumeashiria, Mwenyezi Mungu atuwekee kwenye vifua vyetu, atutilie kwenye mabongo yetu, tujipambe nayo, ili Mwenyezi Mungu atuteremshie baraka kwenye maisha yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum. Kwa majina naitwa Isham, nimetoka Elmbulbul, napenda kusikiliza Radio Domas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mickey Mouse kutoka Kariobangi na napenda kusikiliza Radio Domas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Jamal na napenda kusikiliza Radio Domas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Nurdin Ibrahim kutoka Bulbul, napenda kusikiza Radio Domas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Latifa Abubakar, nimetoka Bulbul na nataka kusalimia Staffresh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdulahi kutoka Masjid Rasul, napenda kusikiza Radio Domas. Assalamu alaikum wa